Naam. Unajua hivi karibuni au masala ya shule kuchomwa moto Kweli yamekithiri. Naam. Na hivi karibuni tumeshuhudia mkasa huu, mpaka Mwenyezi Mungu atusamehe, kuna vijana wetu tumewazika. Naam. Nani ndani ya shule, mkasa wa shule nafikiri ni Utumishi Academy Kweli Naivasha. Haya masala nikasema sisi ni viongozi tuyazungumzaje, na wenzetu waliyazungumza vipi? Viongozi walizungumza, Murkomen alizungumza, viongozi walizungumza. No. Sisi twazungumzaje? Na ukitilia maana ni sisi twalitaka kulizungumzia pia katika upande wa Kiislamu pia. Kweli. Na shukrani Sheikh Makidude. Wajua sisi leo tuachukua fursa hii kuzungumza hili swala kwa upana kiasi kidogo. Naam. Swala hili la kuchoma mashule kwanza Sheikh, kwanza nidhamu mbaya. Nidhamu mbaya. Kwa sababu unapochoma shule wewe, yani ushasema watu wasisome mbasi. Ni kweli. Maana yake umeichoma eti. Utakaa wapi? Hakuna vitabu, hakuna nini. Na hali hii Sheikh imeendelea muda mrefu sana hapa nchini Kenya. Sana. Nitakurifaa, kuna shule kwa kitwa Bombolulu. Mkweli. Mazeras. Mkweli. Ya wasichana. Ilichomwa hiyo. Watu wajua walisahau, lakini hii ndio shule ya kwanza kabisa kuchomwa. Wasichana wakaungua, watu wakawazika. Ikaendelea mpaka leo hii imekuwa ni tabia. Na tumesema kwamba hii ni nidhamu mbaya. Sheikh Makoroma, tukisema nidhamu mbaya, nidhamu mbaya ya shule nzima. Naam. Tukisema shule nzima, wanafunzi kweli, na bodi ya shule kweli, inachanganya walimu. Naam. Yote hii. Naam. Kwani mimi nikachangia hapa? Naam. Mwanafunzi ili kuchoma kuna vifaa mpaka awe navyo. Yani mafuta kuchoma. Mafuta ya kuchoma, kiberiti. Kweli. Na chochote ambacho kwamba kitakuwa kinasababisha moto. Hivi ni vitu lazima awe navyo. Kweli. Swali ni kwamba anavipata wapi? Hapa ndio kwenye mahali ambapo Shekhe tupangalie, kwa sababu shule inaua, ina fence. Shule katika mageti yote, milango yote kuna mabawabu, kuna askari, kuna ukaguzi. Sasa je, tuelewe kwamba hivi vitu vinapenya vipi? Kwa sababu tukisema nidhamu ndio tukasema masala ni mapana. Kwamba kuonekana kwamba kuna utepetevu pale sehemu fulani unafanyika. Na sasa shule tuchukule sasa Sheikh imechomwa. Utumishi imechomwa juzi na watoto 8 na 16 ndio wakafa. Kwa hivyo kila mtoto hapa aliwa watoto wangapi? Wawili. Na kwanza pale Sheikh haikusimama hapo. Utapata kwamba shule nyingi zimekuwa majaribu ya kuchoma, zingine zikachoma baada ya utumishi. Mpaka sasa ikawa wazazi wanaambiwa njoni mchukue watoto wenu shule zingine Sheikh. Yani, sababu hofu imetanda. Yani shule zingine wachukue watoto wao wapeleke nyumbani. Walimu na bodi wanasema njoni mchukue, sababu kuna hiyo majaribu ya kuchoma shule, kwa sababu wale wamefanya na sisi tuweza tukafanya, kumbe no problem, hakuna shida. Nafikiri Sheikh Makoroma umesema ni nidhamu mbaya. Naam. Mimi ninavyojua kuna shule za day. Naam. Hawa watoto ambao kwamba wanachoma shule ni wale watoto ambao kwamba wamesoma katika shule za day, lakini hawakuchoma moto. Hizi ni shule za msingi. Naam. Hivi sasa kuna grade 10. Naam. Wanaenda boarding katika shule zingine. Kweli. Huyu grade 10 ametoka katika shule ya nyumbani. Kweli. Hakuhusika kabisa na majaribio ya kuchoma shule. Hakuchoma wala kujaribu. Naam. Lakini huyu amechukuliwa, ameenda katika grade 10 shule fulani. Naam. Basi amehusika katika kuchoma moto. Kweli. Yani hapa inakuwa kwaje? Mbona ni jambo ambalo kwamba sielewi. Tunasema hivi Sheikh Makidude. Naam. Katika shule za msingi primary kuna nidhamu Sheikh. Kweli. Kwa fundishwa nidhamu kule. Kweli. Walimu, bodi za shule, wazazi huwa mara nyingi wanafuatilia zile sheria, na wale watoto wanashikwa na kamuliwa. Kweli. Kwa sababu shule za msingi Sheikh usikii kwamba zimechomwa. Na kuna JSS sasa hii. Kuna junior secondary. Yani unazungumza hizo shule za msingi hata zikiwa boarding. Usikii zimechomwa. Lakini kuchomwa kutanzia hiyo kuanzia grade 10 kwenda grade 12 shule ya upili Sheikh. Shule ya upili. Alafu university ukosefu wa adabu. Utasikia hiyo migomo. Ma college hivyo hivyo. Kwa sababu huku hakufundishwi nidhamu Sheikh.
Na kariri mtoto huyu alikuwa primary, alikuwa mkorofi namna hii. Hakuwa mkorofi, lakini hakupiga mwalimu, hakuchoma shule. Lakini mbona akienda shule upili anakuwa hivi? Kwa sababu kule hakufundishwa nidhamu. Hakuna nidhamu. Wewe njoo hapa, lipa school fees, wewe soma, kama utaki shauri yako. Sasa na tuelewe kwamba hawa watoto wametoka sehemu mbalimbali. Na hawa primary pia nao zile boarding wametoka sehemu mbalimbali. Na tukizingatia si kuna JSS sasa hii na kuna senior secondary. Hawa wote tunapata kwamba sasa hivi wanachanganywa kutoka mashule mbalimbali. Lakini wakitoka hapa primary wakaenda kule sasa kujoin senior secondary, kwa sababu hakufundishwa nidhamu, ndio uchovu wa adabu ndio unaanzia kule. Mwisho tunasikia shule zinachoma. Kwa hivyo shekhe, mambo haya ni ukosefu wa adabu kwa sababu hakuna nidhamu ndani ya mashule. Sasa unaona Shekhe Makoroma, ni kukate kidogo. Naam. Kama kwamba ukosefu wa nidhamu umechangia, ni jambo wazazi wanaweza wakaliunga mkono. Mimi kama mzazi kweli, kwa sababu hebu uvaa kiatu cha yule mtoto ambao kwamba tumemzika hapa kwetu Zuhura Higa. Vaa kiatu cha yule mzee Muhammad mzee Rama Muhammad aliyezika mwanawe. Naam. Na wale wazazi wengine. Naam. Wameunguzwa na vijana wenzao ambao waliamka wakafanya ile shughuli. Nafikiri CCTV ziliona, kila mmoja aliona walivyopanga ule mpango. Yani Murkomen alisema, mimi nimestaajabu kuona mtoto afunga milango, awasha moto, kwa sababu awashe moto ajua wazi mwenzangu atakufa hapa. Anasema kitu kimenistaajabisha sana. Na sisi tumestaajabu vile vile.